baada ya kubaini tumemkamata mtuhumiwa mmoja. Tumemkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na simu 24 pamoja na laptop 11 pamoja na watuhumiwa wengine watatu ambao wanajiita kama mawinga. Yule mtuhumiwa alikuwa anaitwa Jonas Richard, miaka 29, Jonas Richard. Sasa tukasema huyu mtu haiwezekani akawa na simu 24 pamoja na laptop 11, sio fundi, sio nani, ameshinda kudhibitisha. Tukasema ipo haja sasa ya jeshi la polisi kuwahusisha wadau mbalimbali ikiwemo mafundi wa simu au vifaa vya kielektroniki, simu pamoja na TV. Kwa hiyo ndio maana tumewaita. Lengo kubwa ni kushirikiana kwa pamoja katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu wa uvunjaji na wizi. Kwa hiyo tumeazimia kwamba kila mmoja wetu atimize wajibu wake. Sababu tulikuwa tuna TCRA, polisi pamoja na hawa mafundi simu, mafundi wa television, lakini na wauzaji wa vifaa hivi vya kielektroniki, hususan hizi used electronics. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kila mtu atimize wajibu wake. Anapoomba haki basi atimize wajibu wake. Mbali hayo yote, mafundi wa vifaa vya elektroniki pamoja na wauzaji wa hivi vifaa wasijihusishe na uhalifu, wasifiche wahalifu, lakini watoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo sasa wote ambao kwa namna moja au nyingine watashiriki katika uhalifu, aidha kuficha au kuuza au kupokea mali za wizi, basi na wao watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kikubwa ambacho tunawasisitiza wananchi waache kupokea mali za wizi. Kupokea mali za wizi, na mara nyingi zinaweza kufahamika kwa sababu mali hizo nakuta zinauzwa kwa bei ya chini kabisa. Na huyo mtu anayeuzwa, kumwangalia hali yake, kweli hali yake hairidhishi na kitu ambacho anachokuletea. Kwa mfano kitu cha thamani ya shilingi milioni 3, mtu anamuuzia mtu shilingi 50,000. Kwa hiyo kupokea mali ya wizi ni hatari. Kwa sababu inawezekana mtu asiangalie mali, lakini aangalie hiyo mali imepatikana vipi. Wakati mwingine mali hiyo imepatikana kwa makosa ya kuvunja na kuiba, lakini hata mauaji na unyang'anyi kutumia silaha. Sasa mtu anapokamatwa na ile mali, inaweza kuwa ni simu au ni hizi television, akaiba akakutwa nayo, ukakuta anaingia kwenye hatia au anaingia kwenye tuhuma kubwa za mauaji au unyang'anyi kutumia silaha kwa sababu ya kupokea zile mali za wizi. Jina naitwa Emmanuel Julius Boliana, ni kiongozi wa mafundi simu kwa mkoa wa Dodoma, na sababu ambayo imetuleta hapa leo ni mkuu wa polisi wa mkoa wa Dodoma alikuwa anataka kuongea na wadau wa simu, na lengo la kuongea na wadau wa simu ni kwamba wizi umekithiri kwa Dodoma na simu nyingi zinaibiwa na hazipatikani, na jeshi la polisi lilikuwa limeona kwamba tatizo au chanzo au sehemu ya uhalifu na mafundi simu pia. Kwa hiyo alitaka kuongea na sisi ajue kama ndivyo ilivyo au sivyo ilivyo, na ndio tulikuwa tunakikao naye hapo. Maazimio ambayo tumekubaliana, ambayo kimsingi ameyataja afande RPC. Azimio la kwanza ni kwamba yeye kama kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma atahakikisha askari wake wanakuwa waadilifu, wanatenda haki na wanafanya kazi kwa uadilifu, kwa weledi kabisa. Lakini azimio la pili ameweka mkazo kuhusiana na ushirikiano kati ya jeshi la polisi, TCRA na mafundi simu. Na azimio la tatu afande RPC ameweka mkazo kwamba sisi wote, mafundi simu, jeshi la polisi, mapolisi, jeshi la polisi na TCRA, kila mmoja afanye kazi, kila mmoja atimize wajibu wake, afanye kazi sawa na wajibu wake ambavyo unamtaka afanye. Okay. Kwa majina naitwa Amina Abdueli. Mimi na miaka 5 ya kutengeneza simu. Mwizi, kila mwizi ana tabia zake. Kuna mtu anakuja ni mwizi, amevaa vizuri kwa smart. Ukimuuliza maswali anaanza kutetemeka. Na kuna mwingine anakuja yuko ni mchafu. Tunasema sisi wa Afrika tunasema wachafu ndio wezi. Lakini kuna mwingine anavaa suti na ameiba. Mimi namtambua.
pekee mimi namtumia Mungu. Kwa hiyo nitamtambua. Moyo wangu ukikataa, nakataa kufanya kazi yake. Na haya mafunzo sasa yanakuongeza nini? Okay. Kuhusu swala mafunzo ambayo nimekutana nayo kwa kiongozi RPC ametusaidia. Ni kweli tulikuwa tukifanya kazi na matapeli au na wezi wa simu, lakini kwa sasa hivi kwa mafunzo tuliopewa tutawatambua wale wezi wetu na tumepewa mikakati kwa ajili ya kuwarejista, na hata kama utakuwa umeiba simu umeitumia au umeshatengenezewa pia ilikuwa inatumika, kwa mafunzo ulipo sasa hivi utakamatwa.